Sasa tumekuwa tukisoma Injili kwa mpangilio wa matukio. Tumekuwa tukichanganya na kuratibu simulizi za mashahidi wa macho kama zilivyotokea, na tumejifunza kwamba Yesu alikuwa msalabani kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 6 mchana, kisha giza likafunika dunia nzima kwa muda wa saa 3. Kabla ya kipindi hiki cha giza, Yesu alikuwa amesema mara 3 tofauti. Lakini sasa giza linapokaribia mwisho, ni karibu saa 3 usiku, na Yesu anazungumza tena. Sasa hapa katika Mathayo 27:46, hili ndilo linalofuata. Yesu anapaza sauti gizani, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Yaani, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Sasa unahitaji kuelewa hapa kwamba Yesu, akiwa mwanadamu kamili, anapitia hali ya kukosa ushirika na Baba, jambo ambalo hajawahi kulipitia kabla. Na hapa ananukuu maneno ya mtunga Zaburi katika Zaburi 22:1 ili kuelezea hisia za kutisha za kutelekezwa na kutengwa. Kwa nini Mungu Baba amemwacha Mungu Mwanaye? Kweli ni kwa sababu msalabani Yesu anapitia ghadhabu ya Mungu Baba wakati maovu yetu, kama Isaya 53 inavyosema, yanawekwa juu yake. Unaona, katika wakati huu Yesu amezama kabisa katika dhambi za ulimwengu mzima, 1 Yohana 2:2. Ndiyo maana akatelekezwa na Mungu Baba. Mungu Baba kwa namna fulani anamgeuzia mgongo Mungu Mwana. Ushawahi kufikiria kwamba Yesu alitelekezwa na Baba ili wewe usije ukatelekezwa na Baba? Yesu alipitia upweke ili wewe usiwe peke yako kamwe. Yesu yeye anapambana na giza ili mimi na wewe siku moja tuishi katika ufalme wa nuru. Sasa baada ya hayo, tamko linalofuata la Bwana limeandikwa katika Injili ya Yohana, tukisoma sura ya 19 mstari wa 28. Inasema hivi: baada ya hayo, Yesu akijua kwamba yote yametimia sasa, alisema ili kutimiza maandiko, naona kiu. Sasa awali Yesu alikataa kunywa divai iliyochanganywa na manemane, kwa sababu hiyo ilikuwa kama dawa ya usingizi iliyotengenezwa kama dawa ya kupunguza maumivu. Ingepunguza uwezo wake wa kufikiri. Lakini sasa hapa kwenye mstari wa 29, sifongo imejazwa divai chachu na kutolewa kwa Yesu, naye anakubali. Hii inapunguza kiu yake kwa muda na inamruhusu kusema maneno yake ya mwisho, na kweli ni maneno yenye nguvu sana. Siwezi kujizuia kufikiria kwamba huyu ndiye aliyesema, mtu yeyote akiwa na kiu na aje kwangu anywe, Yohana saa 7:37, na yeyote atakayekunywa maji nitakayompa hatakuwa na kiu tena milele, Yohana saa 4:14. Yule aliyesema hayo sasa ana kiu. Ushawahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba Yesu alianza huduma yake akiwa na njaa, akifunga jangwani na kushinda majaribu ya Shetani kwa wiki zote hizo, siku 40? Yesu anamaliza huduma yake akiwa na kiu anaposhinda nguvu za Shetani mara moja na milele. Kupitia imani kwa Kristo, mimi na wewe tunaelekea mahali pa milele. Na unajua nini? Hakutakuwa tena na kiu kiroho wala kimwili. Hilo halitakuwepo tena. Kwa kweli, mwishoni mwa Biblia, pale katika Ufunuo sura ya 22, tunasoma katika mstari wa 17, yeye mwenye kiu na aje. Yeye atakaye na achukue maji ya uzima bure. Sasa tukirudi kwenye simulizi la Yohana sura ya 19 mstari wa 30, tunasoma Yesu alipokuwa amepokea siki alisema, imekwisha. Akainamisha kichwa chake na akatoa roho yake. Sasa imekwisha ni neno moja la Kigiriki tetelestai. Yesu alilitamka hili kwa sauti kutoka msalabani, na maana yake tukitafsiri moja kwa moja ni lilipwa kikamilifu. Tetelestai lilikuwa neno la kawaida katika siku za Yesu.
Wakati msanii wa Kigiriki alipomaliza kuchora picha au kutengeneza sanamu, angejiondoa nyuma na kusema tetelestai, kazi ya sanaa imekamilika. Kama ungeenda sokoni siku hizo na kununua kitu, ungepewa risiti, na kama ungelipa kikamilifu, ungepata neno tetelestai limeandikwa kwenye risiti yako, likimaanisha kwamba umelipia bidhaa hiyo, ni yako sasa. Sasa kama ungeiba sokoni hapo na ukawekwa jela kwa miezi 6, mlinzi wa gereza angeandika kosa lako kwenye kipande kidogo cha karatasi pamoja na tarehe za kifungo chako, halafu angekibandika kwenye mlango wa selo yako. Baada ya miezi 6, wakati kifungo chako kimeisha, angeandika kwenye ile karatasi neno hili tetelestai. Kisha angechukua ile karatasi, angeikunja na kukupa wakati anakufungua huru. Ulikuwa umelipa kikamilifu adhabu ya kosa lako. Biblia inatuambia kwamba kama wenye dhambi, tuna deni kwa Mungu kwa sababu tumekiuka sheria yake, na sheria tuliyovunja inahitaji malipo. Kwa kweli, Mtume Paulo anatuambia katika Warumi saa 6 na madakika 23 kwamba mshahara wa dhambi au malipo ya dhambi ni kifo. Sasa pale msalabani, Yesu anapobeba dhambi zetu, analipa gharama yake. Anakufa kwa niaba yetu. Kumbuka, Yesu halalamiki msalabani akisema nimekwisha. Hapana. Analia imekwisha. Sasa nini kimekwisha? Ngoja nikuambie mpendwa, kazi kuu ya wokovu, deni lililohitaji kulipwa, kosa lililohitaji adhabu, sasa limelipwa kikamilifu. Na sasa wokovu, hii kazi kuu ya neema, inaweza kutolewa kwako na kwangu kama zawadi ya bure kutoka kwa Mungu. Sasa katika Injili ya Luka hapa sura ya 23 mstari wa 46 inaandika maneno ya mwisho ya Yesu. Yesu anasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Na hili ni muhimu kuelewa. Hakuna pengo la muda kati ya kifo chake na uwepo wa Baba. Yaani Yesu kwa njia hakuenda kuzimu kwa siku 3 na kuteseka huko. Hapana, aliingia mara moja na kufurahia uwepo wa Baba yake. Kulikuwa na muungano wa utukufu. Injili ya Yohana inasema katika sura ya 19 mstari wa 30, kisha ndipo akaitoa roho yake. Kwa hiyo elewa hili vizuri wapendwa. Yesu anajitoa kwa hiari maisha yake hapa kwa wakati mwafaka kabisa baada ya malipo ya dhambi kukamilika. Kama vile mwandishi mmoja alivyosema, Yesu alikuwa Bwana hata katika kifo chake. Sasa nini kinatokea baada ya hapo? Hebu niwaambie, kuna mambo ya ajabu sana yanatokea. Katika simulizi la Mathayo sura ya 27 na mstari wa 51 inasema, pazia la hekalu lilikatika vipande viwili kutoka juu hadi chini. Sasa pazia hili nene au shela lilitenganisha patakatifu pa patakatifu, mahali palipowakilisha uwepo wa Mungu usioweza kufikiwa, na sehemu iliyo nje kidogo ya pazia ambapo makuhani walikuwa wakihudumu kila siku katika patakatifu. Lakini mkono usioonekana unafika juu kabisa kwenye pazia hili refu la futi 30 na kulirarua moja kwa moja hadi chini. Hili linamaanisha kwamba kupitia Yesu sasa tunaweza kuingia katika uwepo wa Mungu. Mathayo anatuambia pia kwamba kulikuwa na tetemeko la ardhi. Tetemeko hilo linapasua miamba, linayafungua makaburi na kwa sababu maalum. Mstari wa 52 unasema makaburi pia yalifunguliwa na miili mingi ya watakatifu waliokuwa wamekufa ilifufuliwa, na walipotoka makaburini baada ya kufufuka kwake, waliingia katika mji mtakatifu na kuonekana kwa watu wengi. Unaweza kufikiria hili? Makaburi yanafunguliwa na kisha siku 3 baadaye, baada ya Bwana kufufuka, hawa waumini wa Agano la Kale waliokuwa wamekufa wanafufuliwa. Miili yao inarudishwa pamoja tena. Hii ni picha ya ufufuo ujao kwa njia. Wanaenda Yerusalemu kushuhudia nguvu na ushindi wa Yesu Kristo juu ya kifo.
Kwa njia, wataalamu wengi wanaamini kwamba watapaa kurudi mbinguni wakati Bwana atakapopaa hapa wiki chache baadaye. Sasa hatujaambiwa ni nani hasa waumini hawa walikuwa. Lakini jaribu kufikiria, vipi kama muujiza huu wa ufufuo ungewahusisha Boazi na Ruthu? Wangekuwa wamezikwa karibu na Bethlehemu. Vipi kama mmoja wao alikuwa Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa ameuawa labda mwaka 1.5 uliopita? Sawa, hatujaambiwa walikuwa nani, lakini unaweza kufikiria athari walioleta kwa Injili. Sasa hapa kwenye mlima Kalvari, wakati ardhi inaanza kutetemeka, Yesu anapokufa, yule askari mkuu Mroma aliyekuwa anasimamia adhabu hii anasema hapa kwenye mstari wa 54, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Basi hebu nikuambie, yeye ni mwenye hekima kuliko viongozi wote wa kidini waliokuwa wakimdharau Yesu. Yeye ni mwenye hekima kuliko viongozi wa kidini ambao watashona tena lile pazia na kujaribu kuendelea kujitafutia njia ya kuingia mbinguni kwa matendo yao. Unajua, dini za dunia hii zote zitakuambia kwamba kama unataka kumwona Mungu, lazima ufanye jambo fulani. Lazima ujiunge na kitu fulani. Lazima utoe kitu. Lazima ubadilike na kuwa mtu bora zaidi. Yesu anawaambia waumini kwa uwazi, sasa mna ruhusa ya kuingia moja kwa moja mbele za Mungu. Nimekamilisha kazi. Nakumbuka miaka iliyopita, mwanaume mmoja alimwambia mwinjilisti Alexander Wharton kwa kejeli, niambie ni nini ninatakiwa kufanya ili kuwa Mkristo. Na Alexander akajibu, ni kuchelewa sana. Yule mwanaume alishangaa na kusema, unamaanisha nini kusema nimechelewa? Niambie ni nini ninatakiwa kufanya ili kuwa Mkristo. Kisha yule mwinjilisti mzee akamjibu, umechelewa. Kila kitu tayari kimefanywa na Kristo. Ona, huo ndio ujumbe wa msalaba hapa, kwamba hii ndiyo kazi kuu ya sanaa. Imekamilika. Kazi ya wokovu imekamilika. Yesu Kristo amefanya kila kitu. Basi hadi tutakaporudi tena kwenye safari yetu ya hekima inayofuata, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.